Paula ambaye ni mtoto wa Kajala ameweza kuposti picha kwa mara ya kwanza baada ya Harmonize pamoja na Kajala kurudiana. Ukipita kwenye peji ya Kajala ameweza kuposti picha. Tunajua kabisa kwamba picha ya mwisho ilikuwa ni siku 5 zilizopita, lakini sasa ameweza kuweka ujumbe huu na ameweka slide kama 6, picha ikimwonyesha akiwa kwenye hoteli akiwa amependeza kweli. Na huyu ni Mama Amara, wengi wanamfahamu hivyo, lakini jina lake halisi ni Paula. Sasa huyu mtoto wa Kajala aliandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba not everything is meant to be explained. Maana yake sio kila kitu kinaweza kuelezea, au sio? Ama sio kila kitu lazima mtu akuelezee kiundani. Sasa huu ujumbe hatujajua ni anamlenga nani, au sio? Kwa hiyo pengine kwa jicho tu la ndani kabisa inaonekana kabisa kwamba kwenye swala zima la mama yake pamoja na Harmonize inaonyesha kabisa kwamba sio jambo mtu inabidi akuelezee imekuaje. Inaonekana Harmonize amepambana vya kutosha, au pengine labda Kajala pia moyo wake ulikuwa kwa Harmonize. Kwa sababu ninavyofahamu ni kwamba kwa ujumbe kwamba sio kila kitu mtu akuelezee, au sio? Inamaanisha yani kila kitu lazima mtu akuelezee kwamba hawa wanapendana au vipi, hapana. Ama kitu fulani kiko hivi, hapana. Kwa hiyo sio everything is meant to be explained. Kwa hiyo sio kila kitu lazima kiweze kuelezewa. Na tunakumbuka Harmonize alishawahi kumfungulia duka Paula kipindi kile wakiwa pamoja na Kajala. Kabla hawajaachana alimfungulia duka Paula, duka kubwa sana la nguo, na inaonyesha kabisa kwamba Harmonize anampenda sana Paula na alimsupport kama kijana wake. Sasa posti hii imeweza kuzua mambo mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, na hasa ukizingatia huyu mke wa Mario baada ya kuposti hicho kitu, wengi wamekuja hapa. Kajala nadhani ndani dakika 11 tu nilikuwa na search pale watu walio like hii picha yake, usio bwana, akaweka emoji ya kopa akimaanisha amependa vazi alilovaa huyu Paula. Inaonyesha kabisa kwamba vazi ambalo limeenda shule. Lakini pia maoni ya huku chini utajua kitu gani ambacho kimeonekana kuzungumzwa na mashabiki wengi baada tu ya Paula kuposti picha kwa mara ya kwanza. Mmoja akasema ndio hivyo kitulie, kiuturi kimerudi makondeni mwaya. Mmoja kaandika mtoto wa Harmonize mzuri mwenyewe, akimaanisha mtoto wa Harmonize ni mzuri of course. Mwingine kaandika true Paula, wacha mama apate furaha maishani mwake, support your mom please, hakuna haja ahangaike na ubavu wake ni Harmonize. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine inasemekana kwamba yeye hapendi Kajala pamoja na Harmonize wawe pamoja, na kwa maelezo ya huyu shabiki anasema kwamba Paula amsapoti mama yake kwa sababu hakuna haja ya kuhangaika. Unajua kuna wakati unaweza ukataa ukweli, unaweza ukawa ni binti ukawa unahangaika, lakini unajua bisa moyo wako kwa fulani, ukawa unajihangaisha tu kutokana na tamaa ama vile, lakini kumbuka anayekupenda na anakupenda tu. Mmoja kaandika hapa chini kumjibu shabiki huyo kwamba Hamo anamtumia Kajala, hakuna mapenzi, mashabiki ndio mnataka iwe hivyo, my opinion. Mmoja kaandika kwamba huwezi amini mapenzi na hao wamefunganishwa na Mungu, that's why unaona kila mmoja wao no matter how hard ana try to move on inashindikana, meaning they were just meant to be together. Acha tuombe mazee, you never know. Kwa kuna wakati mwingine wana struggle, unajua kwenye kumwacha mtu ukiona how struggle kumwacha au kumove on, maana yake ni kwamba mtu huyu yuko moyoni. Kwa hiyo tunaona hata kwa upande wa Harmonize hakuwa sawa. Pole kwa uzuri mtoto wa Harmonize akimuita behave not funny at all, you're not funny, na mama yake karudi kwa baba wa kambo but sio baba yake. Mmoja muuza anyway tunafurahi kuona mama sita back, chuma ya mkwe wangu baba yako Harmonize na kusalimia. Mwingine kaandika kwamba everything mashallah mama Amara. Mmoja kaandika kwamba anyway akaandika mtoto wa Harmonize Madam CEO aisi Paula mzuri, picha ya 3. Wengine wanaonekana kupendezwa na nguo yake, ni nguo kali sana, mama Amara the one and only. Mwingine kaandika hapa
cha kwanza angani kwa ajili ya kuombea Taifa Stars na Morocco. Amesema na huyu Kajala ni mzuri Paula. Yule amekonda kama mmoja kaandika leo stoki. Haya bwana. Na mimi nilikuwa nataka niwe kama anatamani kuwa kama Paula. Mwingine sema so pretty mama Mala, una taarifa mama karudi kwa baba mdogo. Mwingine sema Bombo Clat, bosi wangu mzuri, Mario Desire Looking. Mmoja kaandika kwamba ndio huyo mzuri hivyo au sio bwana. Of course maoni yalikuwa kama hivyo, kwa watu wameonekana kuishambulia hii posti, na inaonyesha wazi kabisa kwamba Paula kuna kitu ambacho ameweza kukizungumza kwamba kuna wakati mwingine huhitaji kuelezewa. Kwa hiyo ameonekana kukubali kuhusiana na issue ya Harmonize, ameonekana kuikubali 100%, na inaonekana kabisa kwamba hajamzuia mama yake kuwa na Harmonize, sababu kuna wakati mwingine uweze kumpangia mzazi moyo wake unataka kwenda wapi. Kwa kuna wakati mwingine Paula inaonekana ameamua kuweka silaha chini na kufocus na maisha. Pengine mtoto wake maana anamweka busy, lakini ndio hivyo inavyoonekana. Lakini kwa kitu ambacho kinaonekana sasa hivi ni kwamba Paula hana nguvu tena ya kumkataa Harmonize. Labda pengine kwa anatuektia katika vitu kama hivyo. Lakini kwa upande mwingine Kajala inaonyesha wazi kabisa kwamba yeye sasa hivi ameonekana kuachana na kila kitu na kuweza kumkubalia Harmonize kwa kila kitu ambacho kinaonekana kuendelea kwenye mitandao ya kijamii. Kajala ameonekana kuwa mstari wa mbele kabisa kuhakikisha kabisa kwamba anarudi nyuma na kuangalia ni wapi amekosea, lakini ametumia hekima. Anasema hekima ni nzuri sana kuitumia. Kuna wakati inabidi utulie, kwa sababu unaweza kujifanya unajua kumbe unajua. Kwa hiyo kuna vitu vingine ameona okay, kwa huu ni wakati wa kuweza kutulia na Harmonize. Na Harmonize amempa ahadi nzito sana Kajala kwamba endapo atakubali basi yuko tayari kufunga naye pingu za maisha. Yaani endapo Kajala atakubali kuwa na Harmonize, kuishi naye pamoja, inaonekana kabisa kwamba yuko tayari kufunga pingu za maisha. Maana yake nataka kumuona, kumweka kuwa kama mke. Na hiyo ndio inayosubiri kwa hamu, kwa sababu tunaona mwaka 2025 tumeshuhudia harusi kubwa sana ya Juma Jux, na tunaona mpambe wake Diamond Platnumz alimsindikiza mpaka Nigeria, akamleta mke hapa na maisha yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo ile harusi ya Jux inaonekana kuwashtua watu wengi sana. Kwa hiyo ilitengeneza picha nzuri sana hasa kwa Nigeria, waliweza kutufahamu wabongo, lakini pia wamefurahishwa na jinsi ambavyo Jux ameonekana kuwa na msimamo na pia kuweza kumuoa binti yake. Kwa hivyo watu wanasubiria ndoa kati ya Kajala pamoja na Harmonize. Dondosha maoni yako kisha na subscribe.